Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sada Nasor, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima, na upande wa biashara leo tunaye Godwin Mawanja. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Dr. Samia ahidi kutekeleza miradi ya kijamii Simiyu huku akiendelea na kampeni mkoani Mara. Mgombea urais kupitia CUF akemea viashiria vya uvunjifu wa amani nchini, amtaka Rais Samia kutoa tamko. Katika biashara, sekta ya posta yachochea uchumi wa kidigitali nchini. Na katika habari za kimataifa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa azitaka Israel na Hamas kuheshimu makubaliano. Na mtazamaji, karibu, na moja kwa moja tuanzie kwa mgombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Dr. Samia Suluhu Hassan ameahidi kuendeleza miradi yote ya kijamii kwa kasi zaidi katika wilaya ya Busenga mkoani Simiyu kwa miaka 5 ijayo, ikiwa atapewa ridhaa ya kuunda serikali. Josephine Kaponya ameandaa taarifa ambayo inasomwa na Rachel Chacha. Dr. Samia amebainisha hayo Alhamisi Oktoba 9 mwaka huu katika mwendelezo wa kampeni zake kanda ya Ziwa, viwanja vya kituo cha mabasi la Madi wilayani Busega, akiwa njiani kuelekea mkoani Mara, ambapo alisimama kuzungumza na kuomba kura kwa wananchi wa eneo hilo. Ameahidi kuendelea na ujenzi wa miradi mbalimbali ya zahanati, vituo vya afya na maboresho makubwa kwenye hospitali ya wilaya ya Busega kwa kujenga jengo kubwa la huduma za mama na mtoto katika utekelezaji wa jitihada zake za kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi wakati wa kujifungua kwa akina mama wa Tanzania. Tutaendelea kufanya kazi tena kwenye sekta zote hizo, na mkisoma kitabu kidogo cha ilani, kile kidogo cha mkoa wa Simiyu, mtaona wilaya hii ya Busega, majimbo haya yaliyopo tumepanga kitu gani. Lakini mgombea wa bunge amesema, nami nataka niseme hapa, tutaendelea kwa kasi ile ile na huduma za afya. Tutajenga vituo vya afya zaidi, tutajenga zahanati zaidi, na tunakwenda kuboresha hospitali yetu ya wilaya, kujenga jengo kubwa la mama na mtoto ili huduma za mama na mtoto ziendelee kwa kiasi kikubwa. Mimi ni mama, najua masuala ya kujifungua kazi yake, huduma zinazotakiwa. Kwa hiyo naweka nguvu huko kwa mama na mtoto. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Stephen Wasira amemtaka mgombea huyo kufanya kazi na kutokusikiliza maneno ya kurudisha nyuma maendeleo ya taifa. Watanzania walikuwa hawaelewi kitakachotokea. Rais Samia akatuambia maneno mawili tu: kazi iendelee. Alisemaje? Kazi ifanyeje? Iendelee. Na alipewa mtihani mkubwa. Aliachiwa miradi mikubwa ya taifa letu. Aliachiwa reli ya kati haijakamilika kufika Morogoro. Leo tunapoongea Bunda, reli ile imekamilika mpaka Makutupora ya Singida, kilomita 728 kutoka 22 kutoka Dar es Salaam. Nao wagombea ubunge wakiomba kura kwa rais na madiwani wameahidi kutekeleza majukumu kwa kuleta maendeleo kwa wananchi endapo watachaguliwa. Tarehe 29 tusiende kupiga kura, na mkoa Mara wananchi wa jimbo la Bunda mjini wakisha dhamiria tarehe 29 tunaenda kupiga kura za ndio. Mheshimiwa mgombea urais, kwenye sekta ya elimu hujatuacha. Tayari tumejenga madarasa ya kutosha zaidi ya 50. Tayari tumejenga matundu ya choo kwenye shule za wanafunzi zaidi ya 131. Lakini vile vile tumeongeza sekondari mpya. Huko nako kutuacha zaidi ya bilioni 3.8 umetupa. Mama mgombea urais, sisi ni nani wanabunda tusijitokeze kwa wingi tarehe 29 kukupa kura za kishindo? Aidha, wananchi wameiomba serikali kutatua baadhi ya changamoto zilizopo endapo watapewa ridhaa. Mgombea nafasi ya urais kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha wananchi CUF Gombo Samandito Gombo amewataka Watanzania kujiepusha na viashiria vya uvunjifu wa amani vinavyohamasishwa na watu wasiolitakia mema taifa, wanaotaka kuona vurugu na maandamano siku ya uchaguzi, na badala yake wajitokeze kushiriki kupiga kura kwa amani, utulivu ifikapo
Oktoba 29 mwaka huu. Tuungane na mwanahabari wetu Mrisho Mapeo. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari mkoani Mtwara, Gombo Samandito Gombo amesema ni muhimu kwa kila Mtanzania kufikiria namna ya kuendelea kudumisha amani ya nchi, na kwamba endapo wananchi wamechoka kuendelea kuongozwa na serikali iliyo chini ya Chama cha Mapinduzi CCM, basi njia bora ni kupitia sanduku la kura ifikapo Oktoba 29 mwaka huu. Samandito Gombo amesema kuwa kama changamoto ya wananchi wa Tanzania ni kudai kutendewa haki, basi watambue kuwa haki sawa kwa wote ndiyo kauli mbiu ya chama cha wananchi CUF. Hivyo badala ya kufikiria kususia uchaguzi ama kuleta vurugu ya maandamano, amewataka Watanzania kushiriki uchaguzi na kuchagua chama kitakachowapatia haki Oktoba 29. Tarehe 29, kama Watanzania wamechoshwa na haya mambo ya utekaji, mambo ya kuishi kwa hofu kwenye nchi yao, na wanaona wazi kabisa kwamba sasa hivi Chama cha Mapinduzi hakifanyi yale ambayo kinapaswa kufanya, hakitendi haki, na wasihi wa Tanzania wasipoteze nafasi hii ya uchaguzi, kwa sababu zimebaki wiki mbili au siku chache sana ambazo Watanzania wanao uwezo wa kuzitumia siku hizi kuiondoa serikali ya Chama cha Mapinduzi na kuchagua chama cha wananchi CUF, kumchagua Gombo Samandito kuwa rais wa Tanzania, na kwamba hawana sababu ya kuingia kwenye vurugu ya aina yoyote, hawana sababu ya kuandamana. Sababu iliyopo ni ya kwenda wao kama wana hasira zozote zile za kuichukia Chama cha Mapinduzi au za kuchukia uovu unaoendelea, na wangependa haki itendeke. Haki inapatikana CUF, na Gombo Samandito Gombo atakuja alete ile haki ambayo Watanzania wanaitaka. Aidha, mgombea huyo wa urais kupitia chama cha wananchi CUF ametumia nafasi hiyo ya mkutano na waandishi wa habari kulaani kitendo cha utekaji ambacho hakijathibitishwa kinasadikika amefanyiwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole, pamoja na mauaji ya aliyekuwa mgombea wa nafasi ya ubunge jimbo la Hai kupitia CUF, ambapo amemtaka Rais Dr. Samia kutoa tamko dhidi ya matukio hayo. Mimi kama mgombea wa chama cha wananchi CUF na laani kwa nguvu zangu zote matendo yanayoendelea hapa nchini ya utekwaji wa raia wa Tanzania. Na laani sana kitendo hicho, sio kitendo cha kiungwana, na kwamba nataka vyombo vya dola vifanye kazi yake vinavyopaswa kufanya kuhakikisha kwamba haya mambo ya utekaji wanawaambia Watanzania huu utekaji unafanywa na nani na kwa nini unafanywa, kwa sababu mwenye jukumu la kuzungumzia habari ya usalama wa Watanzania ni serikali na vyombo vyake vya dola. Na laani kitendo hiki, hata hiki ambacho kimetokea sasa hivi ambacho bado hatujawa na uhakika kwa sababu vyombo vya dola havijathibitisha bado, japokuwa familia ya Polepole wenyewe wanasema Polepole ametekwa, lakini vyombo vya dola bado havijathibitisha. Mimi nalaani kitendo hiki, ni kitendo cha kinyama kabisa, hakitakiwi kutokea kwenye nchi ambayo ni nchi ya wastaarabu, nchi ambayo Mwalimu Nyerere amejenga katika misingi ya kuheshimiana na misingi ya kupendana. Sasa hatuwezi kuwa taifa la kupigiwa mfano wa utekaji, la kupigiwa mfano wa upoteaji wa watu. Mgombea wa nafasi ya urais kwa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kundi la vijana lina umuhimu mkubwa kufanya maamuzi na kuwaahidi vijana nafasi zaidi za uongozi katika awamu ijayo. Tuungane na mwanahabari wetu Recho Chacha kwa taarifa zaidi. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Alhamis alipozungumza na makundi ya umoja wa vijana wa makundi mbalimbali wa vyuo na vyuo vikuu wa Chama cha Mapinduzi UVCCM, mkutano uliofanyika chuo cha vijana wa CCM Tunguu, mkoa wa Kusini Unguja. Amesema serikali imeongeza bajeti ya elimu kutoka shilingi bilioni 80 hadi kufikia bilioni 864 kwa dhamira ya kutaka vijana wote waelimike na kuwa na mchango wao katika maendeleo ya taifa, na kwamba itaendelea kuvijenga vyuo vya elimu ya amali katika mikoa yote ili vijana wapate elimu ya maki na ufundi kwa lengo la kujiajiri na kujitegemea wenyewe. Fursa nyingine aliyotangaza ni kuongeza fursa za ajira 350,000 ili vijana wengi zaidi wanufaike na ajira, na kuahidi kuvuka lengo la kuwapatia ajira. Fursa inayotakiwa na vijana eneo la 3 ni uongozi. Sasa napenda kusema kwamba awamu hii tunamaliza, kuna vijana niliwapa fursa ya uongozi, hawakuniangusha, wamefanya kazi nzuri.
ahadi yangu kwa vijana ni kwamba awamu ijayo Mwenyezi Mungu akituweka madarakani tutawachagua vijana wengi zaidi. Aidha, akijibu hoja zilizotolewa na vijana, Rais Dr. Mwinyi ameahidi kuongeza posho za wanafunzi wa elimu ya juu katika awamu ijayo kutokana na ongezeko la mitaji ya wanafunzi na kumaliza changamoto wanazokabiliana nazo hivi sasa katika masomo yao. Rais Dr. Mwinyi ameahidi kuanzisha wizara mpya ya mawasiliano na ubunifu katika awamu ijayo, kuunga mkono kazi za ubunifu zinazofanywa na vyuo na vyuo vikuu ili ziweze kutumika katika kujenga uchumi na kuleta tija kwa taifa na jamii kwa ujumla. Katika hatua nyingine, mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha Makini Costa Jimmy Kibonde amewaomba ridhaa wananchi kumchagua awe rais wa 7 wa Tanzania, huku akitumia muda mwingi kusisitiza wananchi kuitunza amani ya nchi kwa wivu mkubwa, hususan wakati huu kuelekea kupiga kura uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu. Kutoka mkoani Tabora, taarifa yake Joseph Ndau inasomwa na Muhammad Jamal. Akiwa mkoani Tabora, ukiwa ni mkoa wa 15 na huu ni mkutano wake 24 tangu azindue kampeni zake kujinadi mbele ya wananchi, mgombea urais kupitia chama cha Makini Costa Kibonde akawaelekeza baadhi ya wakazi wa Tabora mjini ahadi zilizopo ndani ya sera za chama chake katika sekta ya afya, barabara na kuboresha sekta ya kilimo. Kwa mara ya kwanza mkulima wa Tanzania atosubiri pembejeo kwenye magari ya serikali, bali pembejeo zitamsubiri mkulima kwenye magari ya serikali, na pembejeo hizo mkulima atapata kwa wakati, na hatimaye atakwenda kuzalisha mazao ambayo tunaamini serikali yangu imejipanga kumtafutia soko mkulima. Kuhusu usafiri wa anga, mgombea Costa Kibonde nao hakuacha nyuma, amedai anakwenda kuleta mabadiliko makubwa nchini, kuhakikisha kwamba bombadia zinatua kila mkoa, na serikali yangu kwa kuanzia nimesema nitaagiza bombadia 70. Ninachohitaji nini? Ninahitaji mkazi wa Tabora upande ndege kwenda Dar es Salaam. Ninahitaji mkazi wa Tabora upande ndege kwenda Dodoma. Na ninatambua kama tiketi za ndege ziko juu, serikali yangu itakwenda kushusha tiketi za ndege. Nahitaji mkulima wa chini kabisa apande ndege ajisikie raha. Kisha akaligeukia suala la kulinda amani ya nchi, ambapo mgombea huyo Costa Kibonde akisisitiza wakati huu wa kuelekea kupiga kura amewataka wananchi kupuuza wanaohamasisha vurugu na maandamano. Kuhusu urais wa Tanzania, kama mimi nipate urais ili mtu afe, basi hata bora urais wenyewe nisipate. Kumekuwa kuna upotoshaji mkubwa sana. Kuna watu tunatambua wako Marekani wanaposti vitu vya kuchochea sisi wa Tanzania ili Oktoba 29 muandamane. Ndugu zangu, mimi Costa Kibonde ninawaomba kwa moyo mkunjufu muwapuze hao watu. Najaribu kuwapigia magoti kwa kuwaomba hilo swala. Ninakuombea ni amani iendelee. Ninaombeni mnikubalie kwa hilo. Ninawaomba sana wakazi wa Tabora. Nawaomba sana amani ni Tanzania imekuwa nchi ya kwanza katika ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara kuja na programu ya kuwezesha programu ya majiko ya umeme kwa wananchi kwa njia ya kukopesha, ikiwa ni katika utekelezaji wa mpango mkakati wa kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia hadi kufikia 80% ifikapo mwaka 2030. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa wiki ya huduma kwa wateja pamoja na programu ya kukopesha majiko ya umeme chini ya shirika la umeme nchini TANESCO, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka wananchi kuunga mkono jitihada za serikali za kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kulinda mazingira pamoja na kusaidia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wameonyesha ubunifu ambao nimekusha kusema, na nipongeze tena kwa awamu nyingine, na pengine na sekta zingine ziweze pia kuiga mipango hii ya kibunifu ambayo inakwenda kuokoa maisha ya Watanzania. Lakini zaidi tuunge mkono mpango huu wa connect umeme, pika kwa umeme. Nishati safi ziko nyingi. Kuna umeme, kuna gesi, zote hizo ni nishati safi. Lakini kwa kuwa TANESCO ni wazalishaji wa umeme, sio wazalishaji wa gesi, wao wamejielekeza pika kwa umeme. Na kwa sababu watu wengi wamekuwa wanaogopa masuala haya kwamba umeme utalipuka,
wewe fanya wiring yako vizuri, hakuna umeme utakaolipuka. Majiko ya kisasa yamefanywa uchunguzi wa kutosha na wataalamu hawa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa shirika la umeme nchini TANESCO Lazaro Twange amesema katika wiki hii wameshahudumia wananchi 350 kwa kuwaunganisha na huduma ya umeme, huku akitumia wiki hii kuzindua programu hiyo ya kukopesha majiko ya umeme ambayo yatatolewa kwa wateja watakaounganishwa na umeme kwa mara ya kwanza na watalipa majiko hayo kupitia ununuaji wa luku. Mainjinia wako hapa nyuma wamefanya utafiti, yale majiko yote tuliyokutembeza pale yana uwezo wa kupika chakula cha familia kwa chini ya uniti moja. Zamani wakati tunakuwa sisi, umeme ulionekana ni anasa. Ukiwasha taa mchana unaweza ukala fimbo za mama, ukiwasha pasi ndio kabisa unaweza ukala bakola. Lakini sasa hivi teknolojia inakwenda na Mheshimiwa Rais ametuelekeza umeme sasa hivi ni huduma, na vifaa vinavyotumia umeme vinatumia umeme kidogo. Ule ni mfano hai Mheshimiwa Rais, na ambaye haamini tuende naye pale akapikiwe ale, akiwa anacheza na simu tu chakula kimeiva anakula hapa. Majiko yanatumia umeme mdogo, tununue majiko yanayotumia umeme. Na baadhi ya wananchi wa Temeke wakizungumzia wiki ya huduma kwa wateja wamesema imekuwa na msaada kwao kwa kutatua changamoto za umeme, huku wakishukuru kutokana na ujio wa programu hiyo ya majiko ya umeme ambayo yanatolewa kwa gharama nafuu. Manufaa ya jiko ni nzuri sana kwa nishati, kwa umuhimu wa binadamu, kwa afya yako, kwa kila mwanadamu, na si wanawake wenzangu na kuhamasisha tufanye umuhimu kununua majiko kama haya, kwani kutumia kuni, vifuu, moshi kuna hatarisha afya ya binadamu. Jiko bwana, tumekopeshwa kwamba tutakuwa tunalipa kidogo kupitia unity. Tukawa tunashukuru sana TANESCO kwa kutusaidia majiko haya. Wakati serikali ikiendelea kuboresha mifumo ya tehama katika shule mbalimbali hapa nchini, mdau wa maendeleo na mkulima mkubwa wa zao la parachichi mkoani Njombe, Eligius Wela maarufu kwa jina la Madebe, amekabidhi kompyuta 4 zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 2 katika shule ya sekondari Kifanya ili kuunga mkono jitihada za serikali katika uboreshaji wa mfumo wa tehama katika shule hiyo. Taarifa zaidi na Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe inaeleza zaidi. Eligius Wela amekabidhi kompyuta hizo akiwa mgeni rasmi katika mahafali ya kidato cha 4, ambapo amesema kuwa dunia ya sasa imetawaliwa na mifumo ya teknolojia, hivyo ni muhimu vijana wanaohitimu wawe na ujuzi wa kompyuta, huku pia akiwasisitiza kugeukia sekta ya kilimo, kwani kwa sasa serikali imeanza kufundisha masomo yanayohusu kilimo kupitia mitaala mipya katika shule za amali. Dunia imekwenda mbali sana. Dunia si ile ya miaka 29 iliyopita. Dunia ipo mbali, inahitaji sana elimu, inahitaji sana bidii ili uweze kufika malengo kama Mungu. Sababu leo tunazungumzia tuna changamoto ya kompyuta. Ndivyo dunia ilivyokaa huko, unaiona internet uweze kuingia lazima una kompyuta, una simu kubwa. Simu kubwa hiyo inahitaji unajua kusoma na kujua lugha zote zilizopo. Kompyuta hizi hapa na kabisa soko hadithi. Hizi hapa kompyuta. Hizi kompyuta zipo nje na mchango wenu. Sasa tunahitaji kompyuta 120. Kufuatia umuhimu wa mifumo ya tehama katika shule za sekondari, nimezungumza na mkuu wa shule hii Bi Amina Thomas Haule. Hapa anasema mifumo hii ikiimarika itasaidia kuongeza ufaulu kwa wanafunzi, huku pia akiipongeza serikali kwa kuiteua shule hiyo kufundisha masomo ya kilimo. Mfumo wa tehama shuleni utasaidia kwanza wanafunzi na walimu kuweza kupata taarifa za masomo mbalimbali, lakini pia kuweza kupanua uelewa wa somo ambalo wanafundisha, hata kwa ajili ya shughuli nyingine kama za kilimo na biashara kuweza kutanua kupitia hii tehama. Lakini pia wataweza kuwafundisha wanafunzi kitu halisi, kwa sababu kitu ambacho kitaweza kuonekana kwenye kompyuta ni kitu halisi kuliko kutumia vitabu au kutumia picha. Lakini pia kutumia tehama itaweza kuwamotivate wanafunzi, yani kupata hamu ya kupenda kusoma masomo husika. Hawa ni wanafunzi wa shule hii akiwemo Eusebius Wela pamoja na Grace Akre Mtundu. Hapa wanaeleza faida ya mifumo ya tehama katika shule yao, huku pia wakieleza faida ya shule yao kuwa katika shule ya amali ambapo kwa sasa itaanza kutoa elimu ya kilimo. Tunahitaji kompyuta kwa matumizi mbalimbali, teknolojia ya sayansi na habari,
Hii ni kwa sababu ya kujifunza vitu ambavyo vipo vinaendana na wakati, ambavyo vya kiutandawazi zaidi, tofauti na kusoma kinazalia na kutumia vitabu tu. Kupitia mchepuo wa kilimo itawafanya wanafunzi wengine kupata elimu ya ujasiriamali hata endapo mitaani waweze kuitumia hii elimu. Tunashukuru kwa kupata kompyuta, inatusaidia katika ushahidi kukuza na kueneza teknolojia, pia inatusaidia katika kukuza biashara, pia inatusaidia katika kukuza elimu. Wanazuoni na wasomi mbalimbali nchini wameitaka serikali kuendelea na utekelezaji wa sera ya ubia kati ya sekta za umma na sekta binafsi ili kuwezesha lengo la kujenga uchumi wa dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Wanazuoni na wasomi hao wa kada mbalimbali wakiongozwa na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPPC David Kafulila wamesema hayo katika maadhimio ya kongamano la kitaaluma ambalo limefanyika Alhamisi Oktoba 9 katika chuo kikuu cha Katoliki Ruaha mkoani Iringa, ambapo pia wametaka kuboreshwa kwa mikakati ya utekelezaji wa sera ya ubia ambayo wanaamini itakuwa mkombozi kwa serikali katika kukopa. Kwa ujumla, eneo la maliasili na namna gani zitumike kujenga uchumi wetu, kuna hatua kubwa mbele ya mambo mengi ambayo tunaweza tukahitaji yafanyike kuweza kufika kule ambako tunahitaji kufika. Lakini kingine kikubwa na cha nne, uchumi wetu umekuwa ukiamuliwa sana na diplomasia yetu. Ni bahati mbaya inawezekana ikawa haionekani uzito wake kwa sababu sio senta ya mijadala mingi, lakini kila tulipoyumba kwenye diplomasia tuliona athari kwenye uchumi. Ni ngumu kwa mfano kufanikisha sana sekta ya utalii ikiwa diplomasia imeyumba. Ni ngumu hata kwenye sekta zingine za kibiashara. Mchango wako kwenye biashara kama diplomasia imeyumba. Dunia inahitaji negotiation, tunahitaji kuengage duniani. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James akizungumza katika kongamano hilo amesema mkoa huo katika suala la ukuzaji wa sekta za kiuchumi wameweza kujenga na kuimarisha miundombinu mbalimbali kuelekea katika maeneo ya kiuchumi. Pia hiyo kama haitoshi, katika eneo la kilimo ambako tunaamini Wanairinga ni wakulima na sisi ni kapu la chakula kwa nchi yetu. Serikali hapa imewekeza zaidi ya bilioni 53 kwenye mradi mkubwa kuliko yote Tanzania wa umwagiliaji pale Pawaga. Lengo ni nini? Wananchi wetu walime kwa tija, wawekezaji waongeze thamani ya kilimo kinachofanyika, na tuchochee uchumi wa mtu mmoja mmoja na hatimaye uchumi wa taifa katika uzalishaji wa mpunga kwenye eneo. Na hili linahitaji makofi yetu kama Wanairinga. Na baadhi ya wadau mbalimbali wakitoa maoni yao juu ya mwelekeo wa uchumi wa taifa la Tanzania wamesisitiza uwepo wa midahalo kama hiyo ya kitaaluma ili kujadili kwa kina na kutoa maoni yatakayowezesha utekelezwaji wa sera bora, hususan katika maeneo ya uwekezaji, pamoja na kukosoa mambo ambayo wanaamini hayasaidii katika kukuza uchumi wa taifa. Mimi na wewe tujitafakari ni kwa namna gani tunashiriki katika kuboresha elimu na maendeleo ya taifa badala ya kubaki tunalalamika. Uchumi jumuishi unahakikisha fursa, ushiriki na manufaa kwa maendeleo yanayowafikisha wananchi wote bila ubaguzi. Tanzania imepiga hatua kubwa kiuchumi, lakini bado changamoto zipo. Kuna swala la kuenhance understanding ya namna ambavyo sekta binafsi na sekta ya umma vinaweza vikaunganisha nguvu. Hii ilikuwa haijaelezwa vizuri sana kabla ya hapo kwenye plani zetu mbalimbali. Kwa hiyo sasa iongelewe vizuri zaidi na iweze kuwa muhimu katika kuelewa PPP ina role gani ya kuplay. Wakazi wa vijiji vinavyozunguka hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo wameiomba hifadhi hiyo kuendelea kutoa elimu zaidi kwa vijana wanaoingia kinyume cha sheria ndani ya hifadhi kwa ajili ya shughuli za uvuvi. Taarifa ya Joel Maduka kutoka Geita inatueleza zaidi. Wananchi hao wamesema vijana wengi wamekuwa wakiingia ndani ya hifadhi kwa lengo la kuvua samaki, jambo ambalo limekuwa likihatarisha mazalia ya samaki na kuathiri uhifadhi wa viumbe hai ndani ya kisiwa hicho.
wameeleza kuwa elimu zaidi inahitajika sambamba na kuwawezesha kupata vizimba vya kufugia samaki vitakavyowawezesha kujipatia kipato bila kuathiri mazingira ya hifadhi. Angalau siku moja Mpanga hata muje mtoe elimu pale Katete Mwaloni. Mnakuja tu asubuhi mnatoa elimu pale Katete Mwaloni. Jamani, kwa sababu tumeona hifadhi hii inatuletea mali nyingi sana Tanzania. Kwa hiyo naombeni sana naomba tupate elimu kwa vijana wetu. Tafute namna ya kuwasaidia wananchi wetu kwa kuwawezesha. Kama ni vizimba vitapakae, lakini sio holela. Serikali za vijiji zipo, zisimamie vizimba hivyo, lakini vizimba hivyo visiwe na gharama. Na sisi serikali tunazijua familia za watoto ambao ni wahalifu wanaokuja huku usiku. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa TANAPA Catherine Mbena amesisitiza umuhimu wa wananchi kuendelea kulinda rasilimali za taifa na kudumisha mahusiano mazuri kati ya jamii na hifadhi. Kwa majirani zetu wote wa hifadhi za taifa, kwamba tulinde mahusiano yetu, mahusiano kati ya hifadhi na jamii kwa wivu. Jamani, ili naomba mliseme kwa sauti, kwa sababu ndio tunaloondoka nalo. Tulinde maliasili tulizonazo, lakini kikubwa tulinde mahusiano tulionayo kwa wivu. Yani wala haitoshi. Tulinde mahusiano yetu kwa wivu. Yani tukifanya hivyo, hizi maliasili zitakuwepo, taifa letu litafaidika. Unaona hii misitu tunayoilinda hapa, haina faida hapa Rubondo tu, haina faida hapa kanda ya ziwa peke yake, ina faida duniani kote. Aidha, wananchi wametakiwa kuendelea kuwa mabalozi wazuri wa uhifadhi kwa kuepuka shughuli zinazohatarisha mazingira na badala yake kushiriki katika miradi mbadala ya kiuchumi inayowezeshwa na TANAPA. Na mtazamaji, Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT kimekuwa taasisi ya kwanza nchini Tanzania kupata cheti cha uidhinishaji kutoka wakala wa European Union Aviation Safety EASA, kinachokiwezesha kutoa mafunzo ya kufanya mitihani ya leseni za uhandisi wa matengenezo ya ndege kwa viwango vya kimataifa. Rachel Chacha ameandaa taarifa ifuatayo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kituo cha kufanyia mitihani ya wahandisi wa matengenezo ya ndege, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCAA Salim Sangi amesema uzinduzi wa kituo hicho nchini ni hatua ya kihistoria katika kujenga uwezo endelevu wa kitaifa kwenye sekta ya anga. Aidha, amesema kituo hicho kimejengwa kupitia uwekezaji wa dola milioni 21.25 za Marekani chini ya mradi unaofadhiliwa na Benki ya Dunia wenye lengo la kuibadilisha NIT kuwa kituo cha ubora wa juu cha kikanda katika mafunzo ya usafiri wa anga. Tuna uhaba wa mafundi ndege ambao unakuta tunawafundisha kwenye vyuo vya nje, Ethiopia na nchi zingine kama Marekani, Canada na wapi huko Afrika Kusini. Tunapoteza fedha nyingi za kigeni, lakini kwa kuimarisha chuo hiki cha NIT, chuo chetu, ni kwamba wataalamu hawa watazalishwa hapa nchini na tutaweza kuokoa fedha za kigeni ambazo tulikuwa tunazitumia kwa wingi kuzalisha wataalamu hawa. Naye mkuu wa chuo cha NIT Dr. Prosper Mgaya amekitaja cheti hicho kuwa mafanikio makubwa kwa taifa na taasisi hiyo kwa kuwa tayari wakufunzi 8 wamepata vyeti vya kufundisha kwa viwango vya EASA, huku wengine wakiendelea na mafunzo katika moduli ya 17 tofauti kwa udhamini wa NIT. Atakayemaliza mafunzo mahali hapa akifanya mitihani anaweza moja kwa moja akaenda kaajiliwa katika mashirika mbalimbali ya kimataifa bila kufanya mitihani mingine. Na maana yake nyingine ni nini? Maana yake nyingine ni kwamba Chuo cha Taifa cha Usafirishaji sasa kimeingia kwenye image ya kimataifa au kuonekana kimataifa kwamba mafunzo yatolewayo mahali hapa yanatambulika pia na mashirika ya kimataifa. Kwa kushirikiana na Athens Aviation Training Organization AATO kutoka Ugiriki, kituo hicho kimejengwa kwa kuzingatia viwango vya EASA vinavyotambulika duniani kote katika utoaji wa leseni za wahandisi wa matengenezo ya ndege. Viongozi wa serikali za vijiji halmashauri ya Mlele mkoani Katavi wametakiwa kutenga siku 2 za kufika ofisini na kusikiliza kero za wananchi ili kupunguza malalamiko ya kuonekana wanatumia madaraka yao vibaya. Ni Hussein anayotuarifu zaidi. Wito huo umetolewa na afisa utumishi wilaya ya Mlele Habiba Mtunguja
katika kikao cha kuwajengea uwezo maafisa wa serikali za vijiji ili kutimiza majukumu yao ipasavyo na kuepuka mwingiliano wa majukumu, huku mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo amesema moja ya vitu ambavyo wamevielekeza ni pamoja na kusimamia miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika vijiji vyao. Mwenyekiti wa kijiji na yeye awe na siku ngapi? 2 za kufika pale kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi na kufanya shughuli za serikali ambazo zinamhitaji. Isipokuwa pale tu atakapohitajika kwa jambo fulani. Tunaelewana? Mfano, mmekubaliana kwenye mkutano kwamba tutaanza msaragambo wa kukusanya fedha kwa ajili ya nini? Kujenga labda zahanati, si ndio? Au nyumba ya mtumishi. Zile siku ambazo mnaenda kufanya hiyo kazi, nje ya zile siku 2, anaruhusiwa mwenyekiti kuwepo wapi? Kuwepo ofisini kwa ajili ya hiyo kazi ambayo imepangwa siku hiyo. Tukifanya hivi, itatupunguzia kubeba lawama hizi za kuonekana tunatumia madaraka yetu vibaya. Kwa sababu tutatumia muda wetu mwingine vizuri kuweza kujiingizia vipato kwa njia nyingine ambazo ni halali. Tumepata wasaa wa kuwaelekeza mambo mengi, ikiwemo pamoja na kutambua fursa mbalimbali zilizopo katika maeneo ya vijiji, usimamizi wa miradi, kusikiliza kero wananchi na kutatua migogoro mbalimbali katika maeneo yao, lakini pia kusimamia miradi ya maendeleo ambayo ipo. Jambo lingine ni kuhimiza wazazi kuwapeleka watoto shule na kuhakikisha upatikanaji wa huduma ya chakula na lishe kwa wanafunzi ili kupunguza utoro, lakini vile vile kuhakikisha miundombinu ya umma inalindwa kwa kuhakikisha walinzi wapo katika vituo vyetu vya kutolea huduma na miradi mbalimbali inayojengwa. Kwa upande wao, wenye viti na watendaji wa vijiji wameiomba serikali kutoa fedha kwa wakati za kumalizia miradi ya maendeleo inayoibuliwa na wananchi. Miradi yote tuliyoibua tunaiomba pindi tunapotekeleza kuweza kuijenga kutoa maboma, serikali iweze kutuletea fedha tuweze kupaua. Kwanza ni kuhakikisha miradi inaenda vizuri na kwa usimamizi mzuri. Pande wa afya, elimu na mambo ya kiofisi. Kikao hicho kimehudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo wajumbe wa serikali za vijiji na maafisa maendeleo ya jamii, walimu, maafisa elimu kata, waganga wafawidhi kutoka vijiji vitatu vya Kimalauduki, Songambele na Kamsisi. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sada Nasol. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, sekta ya posta yachochea uchumi wa kidigitali nchini.